Nilikuwa nahitaji mwanaume ambaye atakuwa ananisaidia kunisimamia. Bwana ni kivumbi katika tamthilia asili ya Huba. Bwana tunaona kwamba baada ya Alake kuweza kupata taarifa, lakini tunaona baada ya bidada kuweza kumfuata na kumwambia kwamba sasa amechoka, kwa sababu amechoka kumbembeleza baada ya kumwambia kwa muda mrefu. Bwana ni hatari, lakini tunaona namna ambavyo bidada alivyomwambia kwa majonzi, lakini kwa msisimko mkubwa. Lakini tunaona kwa upande wa Veso, naye Veso anamfuata Maria na kumkaribia sana baada ya Maria kuweza kumwambia ukweli bosi wake. Lakini kwake Maria anakuwa anamwambia bwana, wewe kesi kishafika mahakamani, hakuna neno msamaha. Bwana ni hatari. Veso anazidi kulalamika sana kwa uchungu na kwa hasira kali, kwa sababu Maria aliweza kumwambia ukweli wote bosi wake na Veso kuhusu yeye Louise alofanya katika ofisi yake, ili kama tunavyofahamu katika episode za nyuma tuliweza kuona Veso alitengeneza kesi moja ili aweze kumsingizia Maria, lakini bwana baadaye ikajikuta inamwangukia yeye. Maria akawa anasema kombana, mwisho wa siku ikawa kesi imemwangukia. Bwana ni hatari na tisha. By the way, tunaona mambo yanazidi kuwa magumu na makubwa kwa upande wake. Sijui nini ambacho kitatokea na kumkuta Veso kwa upande wake. Bwana ni hatari sana na inatisha sana. Baada hapo Veso anapokea simu kutoka kwa bosi wake. Anamwambia kuisaje ofisini niweze kukuona hapa sasa hivi. Veso ndiye ngata anamwambia ana shida kwa namna kujitetea, lakini anamwambia nikuone ofisini. Hatajui bosi wake anamuitia nini, au ndo anakwenda kumfunga au nini ambacho kinakwenda kutokea. Lakini tunaona baada ya Alake kupokea taarifa ya kuhusu Aisha kwamba amesafiri, hayupo, aliweza kufika nyumbani kwao na kuweza kuzungumza na mama yake na Aisha ili kuweza kumuuliza kuhusu Aisha yuko wapi. Lakini pia tunaona mama yake na Aisha naye afahamu mpaka sasa mwanae yuko wapi. Lakini baada ya hapo Araki anaweza kufahamu na kuchambua ukweli wote, kwa sababu changamoto kubwa ambayo ilitokea ni Aisha, kila baba ambaye anaoneshwa sio baba yake, lakini swali ni kwamba baba yake ni nani. Lakini ndipo mama yake na Aisha anaweza kumwambia ukweli Araki kwamba changamoto kubwa ambayo mama inaonekana Aisha ameweza kuchukia na kuweza kukasirika kutokana na changamoto ya kila baba ambaye anamuonesha mwanangu sio baba yake, na hiyo ndio changamoto kubwa ambayo imemfanya Aisha kuweza kuondoka. Lakini anajaribu kumwambia kwamba ishu kubwa ambayo iliweza kutokea ni kwamba niliweza kujikuta nazaa na shemeji yangu, na hapo ndio shida ilipoanzia. Tunaona kwamba mama yake Aisha aliweza kuzaa na shemeji yake. Umeona, baada ya shemeji yake anaonekana kuna mahusiano naye, kumwambia bwana twende tu kidogo hivyo. Baada ya kufanya kidogo, mwisho wa siku ndio akapatikana Aisha sasa na huyo shemeji yake. Swali ni kwamba yuko wapi mwamba huyu, yuko wapi sasa? Swali ambalo tuelewe mpaka leo ni kwamba shemeji yake yuko wapi mpaka sasa. Katika episode hii hatujaweza kumfahamu, bado tuna maswali katika episode ya siri ya Huba. Ndio maana inaitwa siri ya Huba, ni siri ya Huba kweli, lakini mpaka sasa hatujui shemeji yake yuko wapi. Bwana ni siri ya Huba season 2. Bwana mambo yanazidi kupamba moto. Bwana endelea kubaki na sisi, naendelea kutufuatilia katika channel yetu pendwa hii. Usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe katika channel yetu pendwa. Bwana mama yake Aisha bwana alizaa pia na shemeji yake, lakini kuna mwamba aliweza kumbaka, ndio sababu mume wake akaweza kumwacha. Lakini angalia kilichotokea hapa ndani bwana, kumbe Aisha ni baba yake ni shemeji yake na mume wake ambaye alimuoa nani, mama yake Aisha. Bwana kuna kembembe huko ndani, lakini mpaka sasa hatujui huyo shemeji yake yuko wapi. Bwana ni hatari. Tamthilia asili ya Huba kuna siri kweli. Bwana kuna vitu ambavyo mpaka sasa tunajiuliza, hatuwezi kupata majibu na hatuelewi nini ambacho kitaweza kutokea katika tamthilia hii bomba ya asili ya Huba. Lakini endelea kubaki na sisi, endelea kutufuatilia katika tamthilia hii bomba tuweze kuona na kupata majibu kwamba nini ambacho kitajiri. Lakini Araki ameweza kupata ukweli wote, lakini pia naye anajaribu kuzungumza na mama yake na Araki na Aisha kumwambia kwamba bwana nyinyi ndio sababu ya kunifanya mimi ni mkose mtu ambaye nilikuwa nikimpenda kwa dhati, lakini ni kwa sababu yenu na mtu ambaye nilikuwa nampenda mpaka sasa sijui yuko wapi. Mama yake Aisha anamwambia bwana ni sawa unachokisema, lakini sasa hivi sio muda wa kulaumiana, kwa sababu cha msingi tu ni kujua Aisha tunampata wapi na pia ni kusameheana na kuganga sasa hivi. Lakini haya ya kale tu yaache kama hivyo. Bwana
Tunaona mama yake na Aisha this time kama amenyooka kidogo, ni tofauti na mwanzo, namna ambavyo alivyokuwa akimkaribia sana na kumuona Alake kama mtu ambaye asiyekuwa na maana yoyote kwa upande wake. Inatisha sana by the way. Ni siri ya Huba, mama anazidi kupamba moto by the way, lakini tunaona ukweli ambao tulikuwa tukifahamu, lakini swali ni kwamba tunajiuliza mpaka sasa na majibu hatuna, ni kwamba je, baba yake na Aisha yuko wapi? Sababu mpaka sasa hatujamuona na hatumjui katika tamthilia hii bomba ya siri ya Huba. Bwana, hii ni hatari by the way, ni hatari sana. Bwana, tuendelee kuangalia mambo yanazidi kupamba moto, lakini katika episode inayofuata mambo yanazidi kuwa makubwa zaidi, yanazidi kuwa pambam. Lakini kwa upande wa Nice na mama yake na RK, changamoto imekuwa ni kubwa. Wameweza kupata mwanasheria, lakini changamoto inakuja kwenye upande wa pesa. Mwanasheria anahitaji milioni 1 nao hawana. Itakuwaje kuhusiana na utetezi wa kesi yao? Nani atawatetea kesi yao? Lakini mwanasheria alishapatikana, lakini changamoto imekuja kuleta mzozo kwenye pesa. Sasa pesa ndio imekuwa changamoto. Nice anajaribu kuzungumza na mama yake, bwana mwanasheria ameshapatikana, lakini hatujui tutafanya nini mpaka sasa hivi ambaye atatutetea katika kesi yetu, kwa sababu amesema kesi ni kubwa, lakini changamoto inakuja kwenye pesa. Tunafanyaje kupata milioni 1? Na kiuchumi, kiufupi hatuko vizuri mpaka sasa, hatujui itapatikana vipi. Mama yake na Alkei mzozo, mawazo, anajaribu kutafakari na kuumiza kichwa na kuwaza sema itakuwaje na nini ambacho tutakifanya, lakini bado majibu hayajapatikana. Nini ambacho wasifanya na nini ambacho kitafanyika. Bwana, ni hatari by the way, changamoto itapatikana vipi? Lakini tunakuja kwa highlight ambaye Alake wakati wametulia baada ya kutoka kwa mama yake na Aisha, wale tena fika nyumbani na kuweza kuzungumza naye na kumwambia kwa uchungu na kumwambia, bwana, mimi nimekuja kukuuliza mbona kazini sikuoni? Maana kazini sikuoni, ndio maana nikaja nyumbani kwako ili nije kuona, nijue labda kama kuna shida ambayo labda imekupata. Nikamwambia pa, mimi sina shida yote, lakini nimeamua kuacha kazi. Unaacha kazi kwa nini? Unaacha kazi kwa nini? Mimi natamani kuona ukarudi kufanya kazi. Lakini anamwambia pa, mimi nimeamua kuacha kazi. Dada anajaribu kumwambia kwamba bwana, mimi kiufupi bwana nikuja kwako kukuambia urudi kazini tena, lakini anajaribu kumwambia kwamba bwana, mimi ile supermarket ni ya kwangu mimi, na lakini bado Alake anajaribu kumwambia ni sawa, ni kwako na unahitaji mimi niweze kufanya kazi kwako. Na bidada anajaribu kumwambia pia mimi bado nakupenda na nakuhitaji, ndio maana nakuhitaji pia hata kwenye kampuni yangu, kwa sababu kwenye supermarket yangu nahitaji usimamizi wa mwanaume, na mwanaume mwenyewe ambaye namwamini ni wewe tu. Mwamba anajaribu kutafakari maneno kidogo kwake kwa ni mazito, lakini Mwamba anajaribu kumwambia kwamba ni sio mtu sahihi kwa upande wako. Baada hapo bidada bwana anajibu kwa hasira na kumwambia kwamba nimejitahidi kukubembeleza mara kwa mara, lakini kwa muda huu sasa inatosha, mimi ngoja niondoke nikuache. Lakini sijajua nini Alake ambacho alikuwa kaendelea kutafakari na kufikiri, lakini ile maneno kwa upande wake inaonekana kama alimgusa kwa kiasi kikubwa. Bila hata kumwambia bwana, mimi inatosha kwa hivi sasa, sitaendelea kukuambia kuhusiana na swala hili tena, nimekubembeleza kwa muda mrefu, lakini usipofikiria ukiona kwamba unafaa kufanya hivyo ambavyo nimekuomba, basi unaweza kufanya, lakini mimi nakuhitaji na mapenzi ya dhati, na hakika ukinipa nafasi hiyo hautajutia kwenye maisha yako. Bwana, Alake fanyeni, labda ingekuwa ni wewe kwa upande wako unaambiwa kwamba wewe ndio unaaminika na unatakiwa kuweza kufika katika kufanya kazi kama mwanaume ambaye utakuwa ukimuongoza bidada. Alake tunaona aliweza kumshika mkono, na sijui nini ambacho nataka kukisema kwa muda huu. Bwana, ni hatari. Tunaendelea kusubiri nini ambacho kinajili katika tamthilia hii. Katika comment yako, je, unatamani kuona nini kinatokea katika episode inayofuata ya 66 episode ya siri ya Huba? Lakini this time tumeweza kuona vitu vingi ambavyo vimeweza kutokea katika episode hii. Kidogo kuna maswali mengi katika kila mmoja, majibu hatojui itakuwaje, lakini bwana tunaona kwamba mpaka sasa kwamba Alake bidada naye ameonyesha usiriasi na maumivu na hisia nzito kali juu yake. Bwana, basi unatamani kuona nini Alake anakifanya? Mkubali bidada ilati au nini akifanya? Aendelee kumtafuta Aisha au unashauri nini? Hebu tuache comment yako hapo kutuambia kwamba katika episode inayofuata unatamani kuona nini kinatokea, ili kuona tamthilia bomba inazidi kupamba moto na mambo yanazidi kuwa bambam katika tamthilia ya siri ya Huba. Asante.